Yes, hello. Mambo vipi? Naitwa Raza Kamatiwa, ni Smile Care member, pia ni Gold Director ndani ya kampuni ya Smile Care. Lengo la kuandaa video hii ni kwamba kukupa ushuhuda fulani ambao unatoka Smile Care na kukuthibitishia kuwa Smile Care ni kitu fulani halali na chenye uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha yako kutumia tu simu yako ya mkono. Unajua, mara ya kwanza hata mwenyewe nilikuwa siamini, na nilijiunga Smile Care ili kwa lengo nipate pesa ndogo ndogo kwa ajili ya vocha hizi na vitu kama hizo. Lakini baadaye kadri siku zinazozidi kwenda unajikuta unafikiria, hii pesa kwa nini nisifanye kitu fulani cha muhimu zaidi, kwa sababu unakuta ni pesa nyingi kuliko ulivyotarajia. Mwenyewe nilishirikishwa tu Facebook kama ambavyo watu wengi tunawashirikisha Facebook, na baada ya kushirikishwa nika join. Na kumbuka kipindi hiko nilijoin nilikuwa Songea. Songea bado nilikuwa shule, na nikapanda stage 1 pale nikiwa kule Songea, nikapewa $20 kwenye zile, maana nilifungua account 3 kwenye ile account yangu ya kwanza, nikapata $20 ambayo ni $46,000. Kidogo pale nguvu ikanijia, kumbe inawezekana $23,000 ikatengeneza pesa mara mbili ya ile pesa ambayo niliwekeza. Nikaondoka. Sasa kipindi hiko nilikuwa Songea, nikaondoka nikawa nimehamia Mbeya. Kuna sehemu moja inaitwa Songwe. Songwe ni mkoa mpya kama ilivyo Njombe, Iringa ni mkoa mpya huko kusini, Nyanza ya kusini. Sasa kule nikapanda stage ya pili. Stage ya pili $140. Sasa $140 still bado nilikuwa shule, na unajua mwanafunzi hata uwe form 1, form 2 mpaka form 6 ukionyesha ndio $300,000, unajua anaona kama umeipata wapi Smile Care. Na mara ya kwanza wenyewe wakati nilikwambia nawashirikisha bwana jiungeni Smile Care, wakaniambia hivi, subiri upewe gari wewe na sisi tutajoin. Sasa nikasema bwana, hii $140,000 $322. Nimetoa sasa $322, maana yake transaction cost unakuta unapata $320, yani 2,003 unapotoa ile kwenye makato hivi, yani na vitu kama hizo. Sasa wakasema acha utani, $23,000 nimezalisha pesa hii. Bado wakajoin wachache, wengine bado wakawa hawaamini, wenyewe akasema mpaka tuone gari bado. Mimi nikaendelea kwa sababu uwezo, yani kukatishwa tamaa na mtu haujaanziwa wewe eti kwamba hiyo ni utapeli sio nini. Hapana, watu wengi tumekatishwa tamaa, lakini bado tumezidi kujipa matumaini na kusonga mbele zaidi. Nikatoka. Sasa kipindi hiko nilikuwa bado Songwe, nikawa nimerudi Njombe, maana Njombe ndio wanaishi sana nyumbani, maana shule ushamaliza. Sasa inabidi tu uwe nyumbani. Nikawa nyumbani. Sasa uzuri ni kwamba popote ulipo, kikubwa tu ni una simu yako basi, popote ulipo unafanya tu kazi. Kikubwa si una simu basi, uwe kijijini mjini, kikubwa una simu yako, unaingia internet na unafanya kazi basi. Ndio ilivyo Smile Care. Sasa nikatoka pale, nikawa Njombe, nikaa pale, nikapanda stage ya 3 sasa. Maana Mbeya nilipanda huko Songwe, nilipanda stage ya account moja tu, stage 2. Sasa huko zikaje kumalizikia zile account zangu nyingine 3 nilizozifungua, zikapanda stage 2. Zinapomaliza stage 2 zile account zangu nyingine 3, ile account ya kwanza tayari kama imeingia stage 3 na ikalipwa $140. Sasa nyumbani ndio ilikuwa hatari zaidi, kwa sababu unakuta sehemu unaishi labda ni kijijini na nini, mtu unayemshirikisha anakuambia wewe bwana, acha kutuchelewesha kazini kwetu. Mtu huyo amechukua jembe lake huyo shambani, mtu amechukua ng'ombe amefunga joki huyo kazini, mtu amechukua pawatila kazini, huyo mtu amefanya hichi hivyo tu. Basi watu walidharau sana na kuamini kuwa kazi wanazofanya wao ni zinalipa sana. Hapo Smile Care kama ichukulia ni kuna ile dharau, unajua unaipa wepesi kitu, unakipa wepesi na unaamini kuwa hakina manufaa, wakati imani ni mtaji. Kwa sababu wewe unaweza kuwa una milioni 1, lakini hauwezi kuifanyia kuiwekeza sehemu kwa sababu hauna imani. Kwa sababu watu hata wafanya biashara huwa wanawekeza, sio kwamba wanajua faida watapata kiasi fulani, lakini wanaamini watapata kiasi fulani. Kwa hiyo kuwa na pesa sio shida ni kuwa na imani. Unaweza kuwa na $23,000 lakini usijiunge Smile Care kwa sababu hauna imani kwa nitapata kweli pesa, kaishia tu kuiangalia mara mbili basi kaishia tu kuondoka. Lakini hivyo nikatoka bwana, ikapanda stage ya 3 account yangu ile pale $600 nimelipwa. $600 ni $1,380,000. Kwa hiyo
cost kama transaction hii unakuta na 1,370,000 hivi, kama 10,000 inakuwa kama makato. Yaani lakini kwenye milioni moja ukikatwa 10,000 hakuna hasara. Kwenye milioni moja ukikatwa 10,000 hakuna hasara. Kwa hiyo bado mpaka leo hii watu wengi ambao niliwaacha kule walikuwa wamesema sisi tunasubiri uone umenunua gari tutajiunga Smile Care, na kuambia tena hawajajiunga kipindi nimenunua gari, wamejiunga tu kipindi wameona mtu amepewa 300,000 na 22,000, mtu amepewa $20 na wao wakajoin. Kwa hiyo ninachotaka kushauri ni kwamba anayekushirikisha fursa ya Smile Care usimpuuzie ukaona kama eti yeye ana dhiki sana au sijui nikwambieje. Unajua nikwambie sijui nitumie neno gani ambalo mtaelewa vizuri sana, lakini nachotaka nikwambie ni kwamba Smile Care ipo na anayekushirikisha na kujali na nakupenda. Kwa hiyo ifanye, kwa sababu kuna watu wengi tumewashirikisha na manufaa yake anakuja kuyaona leo. Haiwezekani mtu yupo Oman, yupo China, yupo Msumbiji, yupo Kenya, yupo Kongo, yupo Uganda, anajiunga tena akaunti 20, 15. Wewe uko Tanzania, akaunti hata moja tu unaogopa kujiunga kwa kisingizio kwa utatapeliwa. Bwana, hakuna kitu ambacho kina manufaa makubwa kama kujipeni kutake risk, yani kutake risk maana yake nini kwa Kiswahili? Kama risk nini? Ngoja tutumie tu Kiswahili, lakini ni vitu kama hivi, yani kama risk, kama kuhatarisha pesa yako ili upate zaidi. Kwa hiyo manufaa ya Smile Care kwa ni wewe tu kuchangamkia fursa, ulizia wapi uelewa, ueleweshwe ili ukamilishiwe akaunti yako na uendelee na kazi. Kama mimi nimeweza kupanda stage nikiwa popote Tanzania, mkoa wote ule napanda stage. Na sasa vipi stage ya 4 ambayo nikaa awali nitakuwa wapi? Na still nipo mwenyewe. Kwa hiyo hakuna ile kuzuiwa eti bwana awali. Unakuwa unachagua tu. Yaani uweze kusema kwa sababu bwana unaweza kusema kwa sababu bwana mimi na ndoa yangu na familia yangu nileteeni gari huku. Kuna viongozi tunawasilisha hilo swala wanakamilishia, au pia ukasema mtumieni mimi hela ni gari bwana kwa sasa hapana, mimi nyumba kwanza, unapewa tu, ni rahisi tu. Kuna ni vitu kama hivyo, lakini yote alielezea ni kwa 23,000 tu, sio eti kwamba eti kuna gharama nyingine kubwa ambayo utatuhitajika kutumia ili upate hivyo. Hapana, ni 23,000 tu. Karibuni sana na Smile Care, kwa sababu Smile Care ni fursa nzuri na yenye manufaa kwa wote.